kwa hicho ulichokifanya. Kwa huo uaminifu wako ambao wengine wanashindwa, Mungu atakupa thawabu. Kwa unafikiri Mungu alifanyaje kumpa yule mdada wa miaka 66 mapacha wawili? Kule Nigeria kuna dada mmoja alichelewa kuolewa. Alivyokuja kuolewa, Mungu akampa mapacha hawa, sio kwa maabara, yani kwa neema, mapacha wawili. Miaka 66 ungezaje? Huwezi. Lakini nadhani alikuwa na hoja mbele za Mungu. Mimi Mungu nimekuwa mwaminifu kwako. Sikutaka kucheza kama wadada wengine wanavyofanya. Lakini ningejioa mwenyewe, ningejipeleka kwa mwanaume. Hapana. Nimedumu kuwa mwaminifu. Sasa uaminifu wangu usiwe kosa kwako. Mungu akampa mme na Mungu akampa mtoto. Kwa sababu mimi kuchelewa kuolewa sikukusudia, sikupanga. Na haya mambo pengine nisingelikuwa na kuogopa wewe, pengine ningekuwa tu nimeamua kujichakachua huko basi. Lakini nilikuwa na kuogopa wewe Mungu na kuheshimu, ndio maana mpaka sasa. Biologically it is impossible. Huwezi kuzaa ukiwa na miaka 60 na huwezi. Hata 50. Na kwa wakati mwingine hata ukitunga mimba, ile mimba kudumu ndani, umri unavyoongezeka wa mwanamke, hormonal balance inakuwa ngumu. Kwa hiyo kutunza mtoto, ndio maana wengi anatunga mimba lakini inapitiliza, kwa sababu kuna hormonal imbalance. Ile progesterone inapoongezeka kwenye mwili wa mwanamke, huwa hawezi kutunza mtoto. Mimba inaweza kaingia, lakini kutunza mtoto, zile homoni zingine zinakuwa zimepungua, moja kwa moja mimba inatoka. Lakini unafika wakati hata mimba kuingia haiwezekani. Lakini pia katika umri mkubwa, kujifungua ni another nightmare. Ndio maana unaposoma maisha ya Ayubu na mke wake, uelewe ni Mungu alikuwa anafanya kitu. Kwa sababu yule mke alikuwa ameshakuwa bibi kama mama yangu hapo. Maana ana watoto wakubwa 10 wakafa. Halafu akaanza kuzaa, sio poly pregnancy ile ya kutunga mimba ya wengi mara moja. Kuzaa watoto mmoja mpaka watoto 10. Watu tukiwa tunazungumza juu ya muujiza wa uzazi, watu tunazungumza habari za Sara tu. Lakini hata mke wa Ibrahimu alikuwa ni mzazi ndio, lakini wakati amepoteza wale watoto alikuwa tayari ni mtu mzima. Lakini alizaa tena watoto 10. That was not a parable, is real life. Ni maisha halisi yalitokea. Ayubu akapata tena watoto 10. Ina maana kumtumaini Mungu na kumwamini Mungu ni kweli, ina matokeo, sio tu baada ya maisha haya, hata maisha haya. Sema sisi mara nyingi sana tunavunjika moyo kwa kutokujua alivyo Mungu, kwa kutokuamini kiuhalisi kama maandiko yanenavyo Mungu alivyo. Ibrahimu aliamini. Neno la Mungu linasema hivi, kabla ya hapo tunaelewa alikata tamaa. Lakini angalia mstari wa 4, nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki.
Hapa kuna mtihani mwingine. Watu wengi waliookoka wanadhani swala la imani ni jambo dogo. Wanadhani swala la kuamini ni kirahisi tu. Ndio maana tumekuwa na mambo mengi mna ya kusema naamini, hamna kinachotokea. Kwa sababu mnadhani imani ni kitu kirahisi. Jamani, niwaambie, imani sio kitu kirahisi. Ni kazi kwa mujibu wa Biblia. Kwa upande wako wewe ni kazi, ila kwa upande wa Mungu ni kipawa anachokiachilia. It is a gift which God bestows upon you. Lakini anapoona effort, lazima aone moyo wako unavyojinani. Sasa hapa Ibrahim toka mwanzo, habari ya kuwa baba wa mataifa mengi alishaambiwa. Kwa hiyo imani tuseme basi ilikuwepo, lakini ikafika hatua imejaribiwa. Amefika hatua anasema haya ni maneno tu. Kama ingekuwa leo maneno tu ya wahubiri. Ila yeye sio mhubiri aliyemwambia, ni Mungu. Lakini ilifika hatua anasema haya ni maneno tu. Unaona? Mama Mage, mguse huyo aliyeko mbele yako. Hapa aliyeko mbele yako. Huyo mguse kabisa hivi, mtikise. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usidhani ni jambo jepesi. Mungu ikabidi afanye jambo. Akamtoa Ibrahim nje ya nyumba yake, akamwonyesha nyota. Kabla ya hapo alishamwambia watoto wako watakuwa wengi kama nyota za mbinguni. Lakini leo anamtoa, anamwonyesha. Alivyokuwa anaziangalia, anamuuliza unaona nini? Naamini mara ya kwanza alisema naona nyota. Akamwambia angalia vizuri, unaona nini? Ninaona nyota. Mungu anasema angalia vizuri, nimekwambia watoto wako watakuwa kama nyota za mbinguni. Kwa hiyo Mungu hakumwacha mpaka aliposema ninaona wanangu. Naona wengine ni weusi. Naona Watanzania hao. Naona Wachina. Ninaona Wayahudi. Naona wazungu. Anawaona kwenye zile nyota wakimwita baba, baba, baba. Hiyo ndio imani. Ikisha kuwa hivyo, it is an experience in the spirit. Lazima itatokea katika mwili. Umeelewa mtu wa Mungu? Hivyo ndivyo ilivyo. Na ndio maana sasa kuna kazi upande wako. Lazima ulisome neno la Mungu na ulitafakari. Lipite kwenye moyo wako. Lipite kwenye moyo wako mpaka litoke kuwa maneno ya kawaida, zianze kuwa picha halisi zilizojiunda ndani ya moyo wako. Hata ukilala ujione katika hayo ulioyaamini. Hapo umeamini. Yaani nakwambia hata kansa itaondoka. Hata ukimwi utaondoka. Hata kama ulikuwa unakufa hautakufa. Ukiwa umeamini kwa namna hiyo. Sasa hata ukija kuwekewa mikono kanisani, it's just a formality. Ulishapokea. Hata ukija kutamkiwa unabii, it's just a formality. Ulishapokea. Ni hivyo ndivyo kuamini. Ibrahimu aliambiwa watoto wako watakuwa kama nyota za mbinguni. Hao ni wale wa rohoni. Watoto wako watakuwa kama mchanga wa ufuko wa bahari. Hao ndio wale wana wa mwilini. Wote wawili ni wana wa Ibrahimu. Alikuja kuwa taifa la Israeli. Na taifa haya mataifa mengine ya Waarabu ambayo yamekuwa mwiba kwa wana wa Israeli. Wote hao ni wanaye. Wengine kwa makosa yake ya kutokuamini, wengine kwa upande wa kuamini. Wako watoto wa mwilini hao.
ni mchanga. Watoto wa rohoni hao nyota. Alipoanza kuona ni nyota, kwa hiyo sasa alianza kuishi maisha mengine. Anajua ninao watoto wengi, hata kama sina mtoto leo, ninao watoto wengi. Ndio huyo mtu anayemwamini Mungu. Hata mafanikio ni kwa imani. Anaweza akawa hana fedha hata shilingi moja mfukoni, lakini is expectant before God. Hata anapofanya kazi zake analo taraja. Ni tofauti na aliyekata tamaa. Aliyekata tamaa ni kama aliyekufa, kwa sababu hana anachoona moyoni mwake. Anachoona moyoni mwake ni kinyume cha kile anachotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke anapokuwa mjamzito anajua kabisa ana kitoto tumboni, lakini madaktari wanajua kuna wakati wanawake hutunga mimba ya upepo. Nasikia wana majina yake, wanaziita hizo mimba, sijui ni mimba gani. Yaani mwanamke anaona mabadiliko yote, lakini akienda kupimwa hakuna kitu. Sasa mtaani watakwambia mimba imeibiwa. Ukija kwetu kwenye deliverance tutakwambia pepo wa uchawi amechukua mtoto. Lakini wakati mwingine sio, ni psychological. Inaweza ikatokea hivyo. Sasa kwenye mambo ya imani kuna kitu tunaita presumption. Presumption ni kwamba wewe hujaamini ila umedhani unaamini. Ndipo hapo utakuwa na hali unadhania, lakini kiuhalisi katika tumbo lako la uzazi la kiroho huna kitu, kwa sababu ile mbegu haikuingia. Na mwanamke anayebadilika maumbile awe kama mjamzito, lakini hakuwahi kupokea mbegu inayofanya mtoto, ana mimba hewa. Lakini mwanamke mjamzito kiuhalali kwanza alipokea mbegu, na ile mbegu imeendelea kukua, na ndio maana imeleta mabadiliko, na mwisho atazaa. Kuna wakati anasikia kabisa mtoto anacheza, mara anamgusa huku, mara anamgusa huku, anajua. Kwa hiyo ana uhakika, na hiyo ndiyo imani. Hata kama tunasema kuamini sio kuona. Hii ni kule kutokuona mwilini, lakini kuamini ni kuona. Lazima uone katika roho hicho kitu cho kiamini. Uanze kukiona kiko halisi, kwa sababu wewe ni roho. Ukianza ukiona katika roho, hicho ndio kinachosababisha hicho kitu kitokee katika mwili. Mume wa mtu atakuwa tu anaambiwa nina mimba, lakini mtoto hamuoni, ila yule mama anajua mwili wake ulivyobadilika. Anajua kilichotokea kwenye mwili wake, na kuna siku atapush na mtoto atatokea. Siku hiyo ndio baba anasema mwanangu, Mungu akubariki mke wangu. Lakini mwanamke alikuwa naye toka miezi 9 iliyopita. Kwa hiyo matokeo ya leo sio ndio imani. Imani ina muda huko nyuma inafanya kazi, na kabla ya hapo kuna majukumu yamefanyika kufanya imani isababishe mambo. Sasa kwa upande wako, ambacho ndicho kitakuwa kitu cha kufanya, na nilikizungumza kwa ufupi tu Jumapili, hakikisha unajua neno la Mungu linasema nini juu ya hilo jambo, kwa sababu kukata tamaa ni antidote ya imani. Nikitumia hivyo sijui maana yake kama vile imani ni sumu. Yani niseme ndio sumu ya imani. Unapokatishwa tamaa, unatengeneziwa hali kwenye ulimwengu wa roho ya kutokuamini.
Ukiwa katika hali ya imani, kutokuamini kukata tamaa hakuwezi kuja. Hakuwezi kabisa kuja. Kwa hiyo Ibrahimu akaamini, na alivyoamini ikahesabiwa, hivyo alivyoamini ni haki, ikahesabiwa kuwa haki. Lakini hebu tuende hatua nyingine, utanielewa tu. Fungua Isaya sura ya 42. Mtu aliyeokoka anaitwa Mkristo. Sasa hivi duniani kuna debate nyingi sana, kwa sababu watu wana sababu zao za kuongea mambo kama hayo. Lakini hebu elewa, mtu aliyeokoka, ukiacha hao wengine sio Wakristo, mtu aliyeokoka ndiye Mkristo. Anayemwamini Yesu aliyekufa msalabani akafufuka, ambaye alipopaa juu sana aliwaletea wanadamu vipawa na akawaletea Roho Mtakatifu. Wanakaa na Roho Mtakatifu awafanye nao kuwa Kristo, anointed as the anointed. Wawe na mafuta ya Roho Mtakatifu kama huyo aliyekuwa nayo. Watu hawa wana roho wa Kristo, na yule asiye na roho wa Kristo sio wake. Mind you, Biblia inasema kabisa, soma maneno yangu, asiye na roho wa Kristo sio wake. Hebu tuseme wote. Kwa hiyo haijalishi huko Calvary umefanywa askofu, umefanywa mzee wa kanisa, umefanywa mchungaji, haijalishi huko TAG, haijalishi huko KLPT, huko EAGT, huko kanisa lolote linajulikana la wokovu hapa Tanzania, kama huna roho wa Kristo, wewe sio wake. Sasa unaweza ukawa unasema nimejaa Roho Mtakatifu na nena kwa lugha. Nitakuja huko, ila kwa lengo la somo la leo, usitosheke tu na kwamba unanena kwa lugha. Asiye na roho wa Kristo, huyo sio wake. Kuna watu wanaonena kwa lugha, bahati mbaya lugha hizo sio Mungu. Kwa maana hiyo hawana Roho Mtakatifu. Na tofauti na Wapentekoste wenzangu, wako wasionena kwa lugha, wana roho wa Kristo. Hapo najua is a controversy tunapokuja sasa kwa Wapentekoste wenzangu. Nitakuja kujieleza vizuri mbeleni, sio kwenye somo la leo. Lakini nataka tu uelewe, kuwa na roho wa Kristo kuna zaidi ya kwamba unanena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni moja ya mambo tunayoyatumia kuelewa. Lakini unaweza kunena kwa lugha under the inspiration of demons. Waliopitia mambo ya uchawi na uganga wanajua hivyo vitu. Watu wanaweza kanena kwa lugha kwa mapepo. Nisijieleze sana, lakini mtu anaweza kanena kwa lugha. Kwa nini? Kwa hiyo sio kwamba eti kila unapoona mtu ananena kwa lugha wewe unasema huyu amejaa roho. Anaweza kama amejaa roho nyingine kabisa. Na ndio maana makanisani watu wasipoelewa na kapambanua huwa wanaharibikiwa baadaye. Ndio hivyo ananena kwa lugha kwa mapepo, anatoa na unabii kwa mapepo. Na kujua hatoi kwa roho, anakuja kusababisha mambo yanayokinzana na neno la Mungu. Ila kwa kuwa nyie mnafuata manifestation, hamfuati character. Kwa sababu aliye na roho wa Kristo ana character ya Kristo. Yuko kama Yesu. Yesu mwenyewe alisema hamtavuna mibaruti miiba kwenye mti mzuri. Sasa kama mnaona mti unatoa miiba kila siku, ni miiba tu,
hajawahi kuwa mapera, hajawahi kuwa mapapai, kila siku ni miiba, inawezekana sio wa Kristo. Si tunaelewa na wana Mungu? Kwa hiyo ni vizuri wewe unajiangalia, isije kafika siku ya mwisho ukaambia ondoka kwangu sikujui. Aliye na roho wa Bwana ndiye wa Kristo. Aliye na roho wa Bwana ndiyo wa Kristo. Sasa aliye na Kristo ana roho wa Kristo, na aliye na roho wa Kristo ana tabia zifuatazo. Tuende pamoja, sura ya 42 kitabu cha Isaya. Biblia inasema, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake. Hapa ni Yesu anazungumzwa prophetically. Naye atawatolea mataifa hukumu, hata lia wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hata uvunja. Nianzie kukomenti hapo. Aliye na roho wa Kristo huwa havunji matumaini ya wenzake. Chochote anapokiona kuna kizuri, anakipepelea kiinuke kitokee. Ukiona mtu anayetafuta kuvunja mioyo wenzake, kukatisha tamaa wenzake, kuwafanya wasipende kuendelea mbele, hata kama wana mbegu nzuri ndani mwao inaharibika, elewa huyu hana roho wa Kristo, hata kama atakuwepo kanisani. Hana roho wa Kristo. Mama mmoja, namuita mama kwa sababu sasa hivi amezaa watoto, wakati alikuwa hana watoto, lakini alikuwa na yeye ni mmoja waliokata tamaa kwa sababu alikuwa na miaka 36. Hajaolewa. Nikawa nimetoka Dodoma, nimeitwa kwenda Morogoro. Kulikuwa na mtu anahubiri, amekosekana mtafsiri. Kwa sababu ndo nilikuwa nimekuja tu huku Dodoma, na kule Morogoro nilikuwa ni mchungaji nasaidia. Walikuwa bado wananipa majukumu hata nikiwa huku. Kwa hiyo niliitwa kwenda kutafsiri. Unaona? Niliitwa kwenda kutafsiri. Sasa nikiwa ninatafsiri, yule baba amehubiri, kukawa na presence, watu wakajaa. Lakini kuna dada mmoja akaanza kuprophesy. Sasa mimi natafsiri, mtafsiri sio mhubiri. Huwezi kunachukua mamlaka, wewe ni mtafsiri. Kwa hiyo mimi nikangoja mhubiri atake authority, kwa sababu aliyekuwa na prophesy was not prophesying in the right spirit. Hakufanya chochote. Tukamaliza ibada, akaombea watu, akafunga ibada. Sasa kwa sababu mimi pale nilikuwa bado nakumbukwa ni mchungaji, alivyokuwa anatoka mhubiri, nikasema yule dada pale, tena hakuwa dada, ni mama, wewe dada pale ulikuwa unatoa unabii, ninakuomba usiondoke. Nikakaa naye, nikamwambia waziwazi, ulichokuwa unazungumza kwanza sio kweli. Hata katika hali ya kawaida sio kweli, na kilichokuwa kinakusukuma sio roho wa Mungu. Nilijuaje? Maneno anayoyazungumza ni ya kuwavunja moyo wengine pale kanisani. Maneno aliyokuwa anazungumza ni ya kutia moyo kitu kingine ambacho si kweli. Nisizungumze maneno aliyoyasema, lakini nataka tukutoa mfano kwako uelewe. Sasa roho wa Mungu havunji moyo watu. Roho wa Mungu anatia moyo. Anatia moyo. Ukiona mtu anakuja kukuvunja moyo, unaibukia na kitu, yeye anakuvunja moyo, hii ni katika uvuvio wa Ibilisi.
Nilipoanza kumwombea yule dada akamanifest mapepo, nikatoa pepo kwa mtu aliyekuwa anatoa unabii. Kwa sababu mimi najua wakati mtu anatoa unabii wa kweli na anapotoa unabii wa uongo, kwa sababu neema hiyo ninayo. Sasa ni muhimu sana kujua kwamba huyu Kristo mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utakao moshi hata uzima. Ukiona mtu anakutia moyo katika kitu kidogo kidogo ulicho nacho cha kimungu, elewa anafanya hivyo kwa Roho wa Mungu. Lakini ukiona mtu anakuvunja moyo kwa kitu kidogo hicho ambacho bado hakijajulikana lakini unacho na yeye amekiona, anakuvunja moyo, elewa ni katika uvuvio wa pepo. Hivyo ndivyo maandiko yanavyotufundisha. Lakini anasema atatokeza hukumu kwa kweli, hatazimia wala hatakata tamaa. Hatazimia wala hatakata tamaa. Watu walio na Kristo Yesu ndani mwao wana roho wa Kristo. Roho wa Kristo atawasaidia kuto kukata tamaa. Roho wa Kristo atakusaidia kuto kukata tamaa. Yale mambo ya kuwaza mpaka utake kuvunjika moyo yatakuja. Vitu watakavyokusema watu vya kukuvunja moyo vitakuja, na unaweza ukataka kuelekea huko. Lakini maadamu umejaa Roho wa Kristo, hutaruhusiwa kukata tamaa. Utashangaa unakuwa rejuvenated, unakuwa invigorated, unatiwa nguvu upya kusimama hata katika mazingira magumu. Ndio maana unaweza kumkuta mtumishi wa Mungu mambo magumu lakini amesimama. Watu wanamkatisha tamaa lakini amesimama. Anaweza kalia lakini amesimama. Anaweza kakaa kawaza sana lakini amesimama. Lakini unaona sasa hivi watu, yani mambo madogo tu wamesha kata tamaa, wamesha acha imani, wamesha kimbia huku na kule, nakuwa na wasiwasi. Amejaa Roho wa Kristo. Mbona unachokozwa jambo dogo tu? Mke wa mtu, mume huyo atakuwa tuna mambo mengi ambayo hufurahi. Mume wa mtu, huyo mwanamke atakuwa tuna mambo mengi ambayo hufurahi. Lakini yani sasa hivi jambo dogo taraka, jambo dogo mtu amerudi kwao, jambo dogo mtu hatulii kanisani, jambo dogo mtu amehamia kanisa lingine, jambo dogo amehama tena ameenda kanisa lingine. Paka wengine wanaamua kuwa maaskofu wenyewe. Yani mpaka mtu mwingine unayeambiwa huyu ndio askofu, hajawahi kuongoza taseli ya kanisa, amekuwa askofu mkuu. Na serikali nayo sijui kwa nini nasajili. Nafikiri nao wana agenda yao. Yani wenzetu wanaolalamika kwamba dini za kilokole zimekuwa nyingi, nimefika hatua hata mimi nataka kukubali. Hivi kweli yani mtu hata akisimama kuhubiri hawezi kunyosha neno hivi, anapewa kuwa askofu? Jamani, na kigezo ambacho serikali imeweka, cheti, uwe na cheti. Na sasa hivi vimetokea vio vya magumashi naita mimi. Yani mtu darasa la 7 hajapita darasa la kawaida, darasa la 7 amepitishwa tu, anapewa cheti, degree. Akirudia tena masters, akirudia tena PhD. Angalau wenzetu vyo vyao ili upate diploma ni miaka 3. Sasa ukitokea huko tena hiyo miaka 3 huku nasoma Kiingereza. Ukijue Kiingereza halafu ndipo uje usome degree. Degree husomi kwa Kiswahili, unasoma kwa Kiingereza. Miaka 3 tena ndipo unapewa degree. Miaka mingine tena 4 ndipo unapewa PhD.
Sasa watu wana vyeti. Mtu mmoja aliandika kwenye mtandao, hapo ndipo nilipokuwa napewa degree yangu ya masters. Sasa namna alivyoandika, watu wengine wakakomenti, kwa sababu ile grupu ni grupu la maaskofu mchanganyiko. Watu wengine wakakomenti, wakasema mtu mwenye masters anaweza kaandika hivi? Itakuwa zile degree za walokole. Moyo wangu uliniuma sana. Moyo wangu uliniuma sana. Kwa sababu kweli mtu ana masters anaandika maneno ya Kiswahili, anakosea, hawezi kupanga mstari. Kweli ni ngumu. Sasa mtu anakuwa tayari ni askofu, sio wa kawaida, askofu mkuu wa dini yake. Hawezi kupangilia vizuri, hata doctrine haijui. Yote haya yanatokana na nini? Watu hawataki kutawalika. Unatokana na nini? Wanakata tamaa, hawataki kuonywa, hawataki kuelekezwa, wanataka waende wakaishi wanavyotaka. Sasa utaenda kule, roho ya ukata tamaa kama unayo, utalikimbia hata kanisa lako. Kwani wangapi wanaoa na bado wanakimbia wake zao? Mke hajamfanya chochote, mke unamkimbia wa nini? Hamjawahi kusikia mtu ameoa na amemkimbia mke, anaenda kusikojulikana? Ndivyo inavyotokea hata hao wanaokuwa maaskofu wakati wito hauko vizuri. Mungu atusaidie sana. Roho wa Kristo hata kuruhusu kukata tamaa, hata kuruhusu kuvunjika moyo. Hata yanapotokea mambo magumu, utakuwa na uwezo wa kustahimili. Utasimama. Ndoa utaisimamia. Wewe mwenyewe umeamua kuoa. Wewe mwenyewe umeamua kuolewa. Kinachokufanya usisimame ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hukulazimishwa olewa na yule au oa yule, ni wewe uliamua. Umemkuta na katabia fulani, ndio maana, kwa sababu ni mwanadamu, kalelewa nyumba nyingine, wakati mwingine ni kabila jingine, lazima tu atakuwa na vitu ambavyo wewe hamuelewani. Sasa tulia, mfike hatua mnaendana. Hii kukata tamaa tunaendekeza sio roho ya Kristo. Roho ya Kristo ni roho ya kuto kukata tamaa. Roho wa Mungu, jambo la pili, ni roho mvumilivu. Kiingereza kina neno zuri zaidi napenda. King James ametumia neno long suffering. Long suffering is also an attitude ya kushinda discouragement. Hata kama kitu nilichokitarajia kinachelewa, ninakingoja, kwa sababu ndani mwangu nina roho ya long suffering. Nina uvumilivu. Kumbe uvumilivu ni kuumia, lakini unakubali kuendelea kuumia kwa sababu unatarajia baadaye mambo hayatakuwa hivyo. Ndio uvumilivu. Kuna uvumilivu wa kuvumilia hali na kuna uvumilivu wa kumvumilia mtu. Vyote viwili vinaitwa long suffering. Kinyume cha shetani hana kabisa hiyo. Ndio maana shetani ni wa kutaka vitu vifanyike haraka haraka. Ukisikia sauti huna uhakika ni ya Mungu, jaribisha kungoja. Ukikaa muda mrefu kama sio Mungu, utaona huyo mtu, yaani hicho kitu ndani mwako kinakoma. Kwa sababu shetani huwa na wasiwasi wa kutiliwa shaka. Lakini kama ni Mungu, anarudia kukusemesha, anasema tena mpaka uelewe. Unapoona sauti ya Mungu inazima, hiyo sio sauti ya Mungu.
kwa sababu kutilia shaka sauti ya Mungu sio dhambi. Ni yeye mwenyewe amesema ni jaribuni, ni yeye mwenyewe. Ni yeye mwenyewe amesema zipimeni hizo roho, ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo kutilia shaka Mungu hataona shida, kwa sababu yeye mwenyewe anajua huwa kuna roho zinazotaka kumuingilia. Kwa hiyo zipimeni hizo roho. Kwa hiyo unaipima kwa kungoja kwanza. Utakuta vitu vingi vya kishetani huwa vikai sana. Hata tamaa. Kwa mfano hujaoa, unamwona mdada, unaona huyu ndiye ananifaa. Kumbe inawezekana tu ni tamaa imeingia. Kikaa miezi mitatu hiyo hali haipo, unajua kumbe sio, ilikuwa tu tamaa. Unangoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa unangoja, sauti ya Mungu inadumu, ina persist. Mungu ni long suffering. Hebu angalia Kutoka 34. Kutoka 34. Kutoka 34. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 5, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Jina la Bwana maana yake sifa yake, maana yake cheo chake, maana yake what he can do, maana yake tabia yake. Hili neno jina la Bwana. Sasa akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma. Hii ndio tabia yake, ni mwingi wa huruma, mwenye fadhili. Hii ndio tabia yake, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wao pia hata kizazi cha 3 na cha 4. Umeona? Watu wengi tunajidanganya sana kwamba Mungu anasamehe. Kwa neno hili uelewe Mungu hasamehe. Punga mkono wako. Ndio maana uwe makini sana unavyokuwa na Mungu. Mungu huwa hasamehi. Narudia tena, sio tabia ya Mungu kusamehe. Kila muovu, amesema, si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Yani mimi hapa nimeua mtu, anihesabie kwamba sina hatia ya kuua mtu kamwe. Hana hiyo tabia. Nimeua mtu, atanihesabie kwamba nimeua mtu, nina hatia ya kuua. Hata mnapohubiri, hubirini hivyo. Watu wengi wameuelewa vibaya ujumbe wa neema. Mungu anasamehe on one ground. Yesu amechukua hatia iliyokuwa inakuhusu, akachukua na hukumu iliyokuwa inakuhusu. Hapo ndipo msamaha unakuja. Nje ya hapo hakuna msamaha. Tunaelewana jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo bila kumlingana Mungu on the grounds of what Jesus did on the cross, msamaha haupo. Kwa kaa na Mungu kwa njia ya Yesu vizuri. Hivi utajikuta kwenye hukumu ya kutisha mbele za Mungu. Lakini hapa kumetajwa tabia ya Mungu, kwamba hapa ukitumia Biblia ya Kiingereza, si mwepesi wa hasira,
mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Hapa kwa lugha ya Kiingereza lipo neno long suffering. Long suffering ni uwezo wa kuvumilia. Kwa Mungu anawahesabia watu, anawasamehe. Kwa hiyo anawahesabia kana kwamba hawajawahi kufanya jambo, kwa ground ya msamaha unaotokana na mwingine kufa mahali pao, mwingine kupata adhabu mahali pao. Ndio maana hata wakati ule ilibidi mbuzi au kondoo au ng'ombe ndio achinjwe mahali pa mtu apate kusamehewa. Hivyo kwa na sasa Pasaka wetu ni Yesu. Lakini inapokuja kwa upande wako yeye na yeye, ni wewe na yeye, yeye huwa ni Mungu anayengoja, anakaa na sisi akingoja tubadilike. Ni long suffering, anaweza kukuvumilia. Kwa na wewe uwe na tabia ya kumvumilia. Ni mke, ni mtoto, ni rafiki, ni mpendwa kanisani, umpe muda, usiwe mwepesi wa kumkatia tamaa. Hivyo Mungu wetu ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijasema, mchungaji amesema Mungu huwa hasamehe, na mimi ukinikosea tu kama Mungu sisamehe. Umeona hapo maneno yametajwa yote mawili. Mungu anasamehe, lakini wakati huo huo hata mhesabia mtu kosa kuwa hana hatia kamwe. Maandiko hayajipingi. Sasa ukiyasoma pamoja inaonyesha kwamba ili usamehewe kuna conditions. Hatusamehewi hivi hivi, tunasamehewa kwa conditions. Nje ya hizo conditions msamaha haupo. Lakini wewe na mimi ni condition ili tusamehewe, tuwasamehe waliotukosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaendelea Alhamisi, lakini nimetaka kukuonyesha sababu ya watu kukata tamaa. Sababu ya watu kukata tamaa ni pale wanapoona mambo yao yamechelewa au hayajafanyika. Sasa tumeona ili uishinde hiyo, kumbuka neno la Mungu, kumbuka uaminifu wake, kama ambavyo Ibrahimu alitokewa na Mungu, Mungu akamfundisha. Nataka kukatisha kumbe bila kulisoma lile andiko, lilikuwa ndio linamalizia hoja hii. I'm very sorry. Warumi sura ya 4. Hoja hii haiwezi kueleweka vizuri kama hatujaisoma hii hapa. Warumi sura ya 4. Warumi sura ya 4 inasema vizuri sana hapa. Anasema hivi, mstari wa 4 wa 18. Sura ya 4 mstari wa 18. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Wanaokata tamaa ni wale wanaochoka kungoja kilichotarajiwa. Lakini Ibrahimu alitarajia kisichoweza kutarajiwa. Alitarajia yasiyoweza kutarajiwa ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Mstari wa 19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, hakuwa dhaifu wa imani. Mstari wa 20. Aliiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini. Ukianza ukata tamaa, maana yake umeanza kushikwa na hali ya kutokuamini. Tuishie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame.
Hebu tumwambie Mungu kwa habari ya kanisa letu. Mungu wetu akumbuke ahadi zake juu yetu. Omba hivyo tu. Mungu, kumbuka ahadi zako juu yetu sisi kanisa la Chemichemi za Uzima. Basi tuombe hivyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba Baba ya kwamba ukumbuke ahadi zako juu yetu. Kumbuka Baba ahadi zako juu yetu kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kumbuka Baba ahadi zako juu yetu.